Yaani nashindwa kuelewa kwamba pai inazidi kushuka. Zamani kununua pai lazima uwe na pesa nyingi, uwe na pesa nyingi sana. Lakini leo kwa hapa Dar, ukiwa na shilingi 100 na ni kama 200, unaweza kupata pai yako moja. Kwa hiyo nawashauri nunua pai nyingi sana, kwa sababu hauwezi kujua ni nini kitakuja hapo baadaye. Ukiona pai inaenda kushuka ni kwamba unaambiwa nunua sana. Kwa huku China, hiyo ni Longshinyo, ni haomang fuang pang chensha shimida. Kwamba huku China watu wananunua sana. Lakini kwa hapa Dar nilivyokuja na ndugu yangu tumeweza kununua pai nyingi sana. Lakini nashindwa kuelewa kwa Watanzania, mtu anaona pesa ni bora akaenda kitambaa cheupe kuliko kununua pai. Jifunze kujiwekezea. Panda miti ya pai, ukanunua pai nyingi, ukawa na pai nyingi kama 1,000, 2,000 na kuendelea. Baadaye unakuwa wewe unaweza ukaacha hata kwenye familia. Tunaendelea kusisitiza, unaacha utajiri kwenye familia. Hata baadaye watoto na wajukuu wanasema babu Longshinjo aliweza kutuachia hii utajiri. Na wakatamani kama babu angerudi akaona mafanikio yetu, kama angerudi akaipa nafasi nyingine tena, wangeweza kukushukuru sana. Nashindwa kuelewa Watanzania tunafili wapi. Nashindwa kuelewa kabisa. Tununue pai. Hata inaposhuka nunua. Tununue pai. Nasisitiza buy pai. Tununue pai jamani. Ukiona sarafu inashuka na watu wanashuka nayo, basi usiwe mzembe, shuka nayo. Ingekuwa ni sarafu nyingine, coin nyingine inavyoshuka, watu tungekuwa tunasema hapa tumepigwa hapa. Yaani hapa tumepigwa hapa. Sarafu yenyewe haipandi, inashuka. Lakini inavyoshuka watu wanafurahia. Kwa hiyo na mimi nakwambia, usiwe miongoni mwa wale watu wanasema nashindwa kuelewa. Elewa ya kwamba umeletewa utajiri. Elewa ya kwamba umeletewa mafanikio. Just imagine, ndani ya wiki pai imeporomoka, sio kushuka, imeporomoka kuliko miporomoko yote iliyowahi. Hii inaashiria kitu gani? Ndani ya siku chache imeshuka sana kuliko iliyoshuka kwa wakati mwingine. Nashindwa kuelewa. Kwa hiyo hii umepewa nafasi nyingine. Haihitaji kuwa na pesa nyingi. Sasa hivi hauhitaji kuwa na pesa nyingi ili ununue pai. Kwa hiyo fanya kama unacheza ile patapotea. Fanya kama umenunua mkataba wa miaka 3 wa $100. Sio mkataba wa miaka 3, nunua hapo. Yaani nimesema fanya kama vile tunavyonunua mkataba wa miaka 3. Yaani unanunua alafu unasahau, unasubiria miaka 3. Kwa hiyo na wewe tenga dola zako 10, dola zako 20, dola 30 ambayo tenga 20,000, 10,000, 5,000, 2,000. Nunua pai, tulia. Usinunue nyingi. Nunua kwa uwezo wako ambao unaona hapa pananitosheleza.
hapa naweza kujikuna, nunua tulia, nunua tulia, nunua tulia. Baadaye utasema niliweza kusikiliza ushauri wa kijinga lakini nikafanikiwa. Kwa hiyo nunua. Naam, tununue pai. Mimi sina uwezo, ningekuwa na uwezo ningenunua pai. Sema tu sina uwezo, ila ningekuwa na uwezo ningenunua pai. Sasa wewe mwenye uwezo, nunua pai. Hizo ni pai zako, hazitamsaidia Lutengano, hazitamsaidia Never Give Up, hazitamsaidia Mzirai. Hizo ni pai zako, zinaingia kwenye wallet yako wewe. Kwa hiyo zitakuja kukusaidia wewe na wajukuu na familia na mkeo na mmeo. Zitakusaidia wewe, wala hazitanisaidia mimi. Pia katika ufalme wako, wakati unatafuna zako kuku au unakunywa kuku kwa mrija, hautokumbuka kwamba ulikuwa katika grupu fulani ukawa unasikia sauti zinakwambia nunua, nunua, nunua. Sasa hivi ndio wakati sahihi, nunua, nunua. Utasema nimepambana, nimejiminya, nimejinyima, nikanunua. Leo msione mafanikio yangu haya. Nimepambana sana jamani, nimevumilia. Lakini hujui kuna watu nyuma walikufanya uvumilie, wakina Tulijako. Walikufanya wake kwa hiyo niendelee kuvumilia. Kwa hiyo niendelee kuwa mpole. Kwa hiyo sasa hizi sauti unazozisikia leo zinakupa hamasa ni kwa ajili ya maisha yako mwenyewe binafsi. Siku zote mafanikio ni sauti. Kile unachokisikia either ni katika masikio, kile unachokisikia either ni katika moyo, unachokisikia katika ndoto, hayo ndiyo mafanikio. Mafanikio si yale unayoona. Unachokiona fahamu tayari kiwesha kuwa ni mafanikio. Either umechelewa, sivyo? Kwa hiyo siku zote mafanikio yanaanza kama sauti. Kwa hii sauti unaisikia, fahamu kwamba ni sauti ya mafanikio. Either wewe unaisikia mwenyewe ndani yako inakusukuma, buy pie, buy pie. Just buy a pie. Kama mchezo, sio? Nunua tu pie, weka hapo, hazina thamani. Nunua tu kama vile unavyonunua furniture, umenunua sofa zako ndani, ukanunua na mito. Kuna watu ndani wamejaza mamidoli, kuna nyumba ukiingia unakutana na mamidoli. Mdoli mmoja kanunua 40,000, 80 mpaka laki. Just for fun tu, au kwa kupendezesha nini nyumba. Nyumba mamangu Tulijako imejaa maua, utasema ni TFS. Umeingia katika zoni ya nani? Ya TFS. Lakini ukiangalia yale maua yaliyokuwa katika nyumba ya mamangu Tulijako, kile chungu chake na ua lake unaweza ukaambiwa sio chini ya 30 kuendelea. Sasa yamejaa kwenye nyumba. Unaweza ukakuta sijui imekaribia milioni. Lakini hayamsaidii isipokuwa anaburudisha macho yake. Sasa burudisha macho yako kwa kuona wallet yako imepambwa na maua ya sarafu za pai. Burudisha macho yako kwa kuona sitting room yako imepambwa na midoli ya sarafu za pai. Burudisha macho yako. Burudisha macho yako katika wallet yako imepambwa na sarafu za pai. Kama alivyosema msemaji mmoja, baada ya kununua ana mashati 3. Baada ya kununua moja, lile moja anaambia we tulia, twende tukanunue pai. Hiki kiatu ninacho, ngoja nikanunue pai. Leo hii unamwona mtu anatembea kimaskini, baadaye atakapokuja sasa kufanya harusi yake, binti yuko juu kwenye helikopta, mzee anapita chini, msiseme watu ni Freemason. Walifuata sauti za mafanikio. Nashindwa kuelewa